Ubavu alioutwaa katika Adam, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adam na mkewe, wala hawakuona haya. Kwa hiyo mwanzilishi wa ndoa ni Mungu, kwamba si vema mtu yabaki peke. Na ukitaka ujue ni Mungu mwanzilishi wa ndoa. Hata binti akikuwa, ukifika wakati wa kuolewa, binti mwenyewe anataka olewe. Kijana ukifika wakati wa kuoa, naye anataka fanyeje? Aoe. Kwa sababu mwanzilishi wa ndoa na mpango wa Mungu, mwanadamu lazima aishi mume na mke. Ndio maana Kristo alikuwa anawajibu kwamba hamkusoma toka mwanzo kwamba Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke, hawa wawili wawe mwili mmoja, waambatane, wasiachane. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Hata tunapookoka hatui kwenye kanuni ya dini na sheria fulani. Kwenye dini wanasema kuunganisha labda mpaka mvaishane pete, mnakuwa kwenye nani harusi. Kwenye wokovu, kadiri Mungu alivyokukuta, amekuta umeolewa, huyo ni mume wako. Hatakiwi mtu akuachanishe. Kisiwepo cha kukutenganisha, maana mlikubaliana muishi mke na, hata kama ilikuwa ni ndoa zile za Kisukuma, mnajua za mila zipo za makabila na nini, lakini mlikubaliana. Mnifanyeje? Mlikubaliana. Haitakiwi ndoa kuachanishwa au kutenganishwa. Na kibaya zaidi, shetani anamtumia mwanandoa mwenyewe, anamtumia mwanandoa kuitenganisha ndoa yake. Baya sana. Haendi kutumia mtu ambaye yuko mbali, anawatumia wale wawili watengane, alafu anaingia nyumba moja. Huyu ana mambo yake na huyu ana mambo yake. Bwana asifiwe mpendwa, amen. Namuona Bwana huku ndoa ameshaitenganisha, amemtumia mwenyewe shetani. Kwa sababu na huyu anakuwa na mambo yake, hawataki wapatane, hawataki waende pamoja kama mke na mume. Hata jambo kama lipo hawataka kujadili wote. Huko ndio kunaitwa kutenganisha ndoa au kuachanisha. Achana na ile mtu anapanga na nguo, anabeba na bega anaenda kwao. Ili tenganishwa toka wamo humo. Huyu ana mambo yake siri na huyu ana mambo yake siri. Kila mtu anasema sijue, huyu asione, asifahamu. Eti hao wako pamoja. Ana hela yake na yeye kuna minesi na kuna namna fulani shetani anakuwa anakushawishi. Hii ya kwangu hamna. Wewe sababu sana. Na huyu sasa hii si hela, kuna mambo ambayo yataendelea kwa huyu hajui. Hao watu hawako pamoja. Hawako kitu kimoja. Tayari shetani amepata nafasi ya kuwatenga. Lakini sisi watu kwa mnaingia wote, mnakuja kanisani muongozana kama mume na mke, lakini katika ulimwengu wa roho na hata damu na nyama, wewe mwenyewe utakuwa unaelewa unavyojifunza hapo kwamba kumbe mmetenganishwa. Bwana atusaidie kuelewa. Haitakiwi ndoa itenganishwe, hasa wewe uliokusudia kwenda kuziona mbingu za Baba. Ukiishi kwenye ndoa kinyume na mwanzilishi wa ndoa, utakuwa salama. Ndio maana hizi dunia imefika mahali ndoa wanaona kama upuuzi watu. Mungu anasema ndoa heshimiwe, heshima ndoa imetoka. Nini? Kwa sababu mwanadamu ametoka kwenye maagizo ya Mungu kwa habari ya ndoa. Anaishi kinyume na maagizo ya nani? Ya Mungu. Anasema kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili huu. Maana watakuwa nia moja. Kiswahili cha kawaida moja jumlisha moja ni mbili, lakini Mungu anataka wanandoa moja jumlisha moja iwe moja. Ni watu ambao wana ukaribu, wana mapatano, wanaenda pamoja, wanakubaliana pamoja. Ila msikubaliane kwenye uovu. Msikubaliane kwenye nini? Bwana asifiwe. Turudi Mathayo hili. Kwa hiyo ukiona shetani ameanza kuwatenganisha, ni vizuri sana kuanza kuomba na kukataa ile hali. Kwamba Mungu umesema wawili tutakuwa mwili mmoja. Hii roho ya kutenganishwa hii, unapiga roho za kutenganishwa.
roho za kuachanishwa. Kila mtu wake vyake. Wewe akisema hivi anasema hivi, mnashindana, mnabishana, unajua kuna shida hapa. Tukitii neno la Mungu hamna kitu cha hivyo. Mungu anaweka neema kwamba atajuia ndoa zetu tunyenyekee kumtii yeye. Kama yeye aliwaumba wawili, mtu mume na mke, na akikusudia wawili aliwaumba waishi pamoja, wawe mwili mmoja, wawe kitu kimoja. Sasa baada ya kuwa kitu kimoja watu wanakuwa vitu viwili. Baada ya kuwa mwili mmoja wanakuwa miili miwili. Sungwane sina nini, niache. Tusifuatiliane bwana, kila mtu kivyake. Eti unaenda mbinguni kweli? Hayo unayojibu kweli? Kweli hata wewe kweli? Ni Mungu amekuelekeza jibu hivyo, unajibu mke, unajibu mume. Tayari hapo pana shida, maana kuna shetani katikati yenu na anawatumia ninyi wenyewe ili mtenganishwe. Baada ya kuwa mwili mmoja muwe miili miwili. Sasa safari ya kwenda mbinguni wapenda, tunaweza kufika pale? Hatuwezi kufika. Ndio ufa kwenye ndoa unaingia, ndio saa hizi kuvunja miji tu. Kuna kijana mmoja aliniuliza akasema, mimi mchungaji tasielewa. Wenyewe mnasema Mungu anachukia kuachana. Mbona walokole mnaachana mno? Sasa mnachotuambia nini sasa? Kama mmesema Mungu amesema, nyewe wenyewe mnaotuhubiri, tena nyewe wenyewe ndio mnaachana. Nakutana na maswali magumu. Eti ungejibu nini? Ukiona mtu anapanga nguo, sio siku hiyo ameachana na mume. Alikuwa anakuja kanisani, anaenda kufanya kazi zake, anarudi nyumbani, shetani ameshawatenganisha katika ulimwengu wa roho. Kila mtu ana mambo yake, sifuatiliane. Hasa anakuwa anaangalia kile kitu hicho kipanda, kwa huyu anaangalia, anapalilia, anatuma na wajumbe wakoje kupalilia. Na nini mke bwana, mke atakuendeshaje? Mke sio kukuendesha. Na huko mke anakwanya anapalilia na anawatenda kazi. Nini? Kwani ndugu yako? Mimi ni baba. Ndugu yako ndio mmetoka tumbo moja. Ni dunia hiyo na yenyewe mawakala shetani ameweka ili na huyu viwe vinafanyaje? Vinaota. Na huku vinafanyaje? Anataka pate matunda ya kuwatenganisha. Na unaona kama unashauriwa kama jambo zuri, wana kiburi sana wanawake. Tena kikana miaka 5 mnachokana. Hayo maneno umeyapata wapi? Neno alijasema. Wewe ukiokoka unatembea na neno la Mungu wapendwa. Hatutembei na maneno ya mitaani. Maneno ya mitaani na maneno ya ndugu na koo yamevunja ndoa nyingi. Wewe umesema umeokoka, baada ya kutembea na neno la Mungu nasemeje? Wewe unatembea na maneno ya mitaani na unayaamini. Hayo ndio inakuwa chachu ya kuharibu ndoa, ya kuzitenganisha, ya kuziua. Kwenye kusudi la Mungu hakuna tamaa ndani. Kama mtu kivyake, kimoja kimuona mwenzake anahesabu makosa tu. Wakati mwingine unachoka tu. Kuna mjinga mmoja tena itaikuwa mzee wa kanisa. Anasema, yaani mimi yule amenishamtoa siku nyingi nikamtupa Mweria. Mweria ni mlima mmoja huko Mbeya. Eti alimtoa moyoni mwake, tupa Mweria. Hapo mzee wa kanisa. Manake amechuja makosa, maona mengi, amejaziwa vitu vingi kwamba mmeganywa hivi. Mbona hafai? Hili na hili hafanyi. Haya anayashika na anayafuata. Hapa anasema muokoka. Huyu ni mpagani, ameibiwa, ametekwa. Tukiokoka tutembei na mafaili ya makosa. Tunasamehe. Hivi wewe mkono huu, mguu umekosea. Kweli unaweza ukatengana na mguu wako kweli? Useme mguu umekosea ni ukate. Naelewa maana ya kuwa mwili mmoja. Hako yetu kijikwaa tu utashangaa. Sema yani ile shida, ile tatizo litokea kwenye kidole, paka mwili wote unafanyaje? Unagusa lile tatizo. Kwa sababu ni mwili huu. Je, kwenye ndoa tuko hivi? Akipata shida mwanzo unaona kama inakuhusu wewe. Inakugusa kweli? Shetani akiwa amewatenganisha haiwezekani kuonekana haja kukugusa. Unaona kama haikuhusu. Kwanza huna shida naye. Sawa na majibu ya huyo mume amemtupa wapi? Hiyo wanaingia wote ndani. Sasa mimi huyu namhesabia huyu. Nishamtupa Mweria. Nini? Hii ndoa imetenganishwa. Haitakiwa na ndoa kutenganishwa au kuachanishwa. Kazi za ibilisi ndio hizo na anawatumia wanandoa wenyewe. Kwa hiyo unavunja mji wako, unaharibu ndoa yako wewe mwenyewe kwa kutumiwa na kushawishiwa na ibilisi, kwa kutumia wajumbe wake anaowatuma na mawakala. Anawahubiri wengi wa kuharibu ndoa. Lazima wewe sasa unapojifunza epukane na hayo.
Usifuate hayo, usiambatane na hayo, utaangamia. Ndugu zangu, ndoa isipokuwa na amani tuko kwenye maangamizo. Kweli kabisa, uweze kuwa salama. Shetani akiwatenganisha kwenye ndoa, hata sijui useme mna nini vyote hivyo ni kujirisha upepo. Atawavuruga tu. Akishawavuruga wote kila mmoja mnaenda mbinguni. Bwana atusaidie. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa kusudi la Mungu juu ya ndoa zetu. Ndoa isiachanishwe. Ndio Mungu anachotaka. Wala isitenganishwe. Kwa mikono yako wewe mwenyewe usitenganishe ndoa yako. Usiachanishe. Mungu anataka muwe wawili, kubali kuwa wawili, muwe mwili mmoja, msiwe miili miwili. Amen. Na anaposema mtu ataacha baba na mama, manake uendeshwi na wale tena. Uendeshwi na ndugu kwenye ndoa. Nyie wawili, mme na mke, ndio mnaiendesha ile ndoa. Mungu ndiye anakuwa nani? Kiongozi, mchungaji, mwangalizi wa hiyo ndoa. Sisi hatuendeshwi na watu, wana ndugu. Mungu anasemeje? Kila mmoja naye anapoenda kwa Mungu, kila mtu anamnyosha. Tena ndugu zangu, utakia ndoa kuombea. Kila mtu anajiombea siende kinyume na nini? Na neno kwenye ndoa yake. Asiende kinyume na neno la Mungu, maana ataangamia. Na ndoa ataiangamiza. Na akiangamiza usalama hamna. Sasa watu wanaachana ndoa, hata watoto wadogo tu, hata watoto wanaishi chini ya laana hiyo. Anaachana, huyu anaenda kuolewa pale, watoto ameacha hapo, na anabeba anapeleka kwa mama yake, na anaoa mwingine. Ni vitu vya ajabu, ni kama uchafu. Kazi hiyo anaifanya ni ibilisi na anawatumia wanandoa. Kwa hiyo mwanandoa mwenzangu, tukubali kuendeshwa na Mungu kwenye ndoa zetu, ili tuwe salama. 6, hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Ndoa isitenganishwe wala isiachanishwe. Mungu anakataa. Ndoa isiachanishwe. Unaweza kawepo hapa ndoa umeiachanisha. Shetani amekutumia wewe mwenyewe. Ndoa yako imetengana, lakini amekutumia wewe mwenyewe. Maana unachukua maneno ya huku unaingiza kwenye ndoa kuiendesha ndoa. Unachukua na huyu anachukua ya huku na yeye anaingiza. Kweli hiyo ndoa? Paka mimi najua. Sasa hii ndoa itachungwa na wangapi? Itaongozwa na wangapi? Maneno ya mitaani unayo kwenye ndoa. Mambo ya ajabu. Tutoke kwenye hayo. Lipo neno la Mungu linaweza kuendesha ndoa zetu zikawa na uzima, zikawa na amani, zikawa na usalama. Achana wala ambao wanaenda kutafuta madawa kwa waganga itatengeneze mume ili mume asiwe na kama wanafanyisha mazingaombe fulani. Si tukija kwa Yesu hatuna hayo mazingaombe. Yupo mwanzilishi wa ndoa. Ni Mungu mwenyewe. Alisema hawa wawili watakuwa mwili huu. Na aliwaumba mume na mke. Kuna mmoja aniambia, "Ona chao, mume ndiye alianza kuumba." Sio hivyo, huo ufahamu na wenyewe ni upotevu. Wewe unapojenga hata kama ni nyumba, umeplan kuijenga nyumba eti jamani tuko kwenye semina hapo wepo. Una ramani utakujenga nyumba vyumba 4. Ramani ile akipewa fundi, hivi atajenga vyote vyumba siku hiyo? Atajenga siku moja vyote vijengwe siku moja? Haiwezekani. Hata hili kanisa unaliona sio kwamba msingi ulijengwa siku moja. Kuna sehemu tulianzia, sehemu nyingine ukafuata. Kwanza kusema mimi ndio mwanaume, nilianziaga mimi. Ni shida hiyo, ni tatizo. Hata unapoplani nyumba kuijenga vyumba vyote usijenga siku moja. Yule aliye plani ndiye aliyejenga. Kinachotakiwa kisimame kwangu na kwako, mume na mke tutimu. Wote wawili. Tuendeshe na nani? Waache haya kusema mimi kichwa. Mama mwanamke alitoka kwenye babu, sina na nini? Tutaenda kujifunza kote huko. Tii neno. Acha kutenganisha ndoa yako wewe mwenyewe akutumia adui. Tutekeleze yule aliyetuumba mume na mke na akaona hao watu wawili waishi pamoja na wao mwili mmoja. Na kwa kusudi tu tukaongezeke. Na makusudi kila sehemu. Tuendeshwe na huyo. Ili tuishi kwenye ndoa kwa amani. Saizi ndoa nyingi amani hamna. Ni majeraha, ni huzuni, ni misiba. Wengine kabisa anasema mwokoka sasa, yaani ningejua nisingeolewa. Shetani anakugonganisha hivyo kweli mpendo. Utapona kweli hivi? Unajuta kuolewa wakati ni mpango wa Mungu. Wewe msimbe. Wewe singoma zeti.
Na hata mitaani humo kukuta wanaongea ni takataka. Sasa uliokoka usitembee nayo. Ile dunia na babake ibilisi. Usiyefuate yale utaangamiza ndoa yako. Utaiachanisha. Yaani saa hizi watu kuliishi neno, kutekeleza maagizo ya Mungu hawataki. Kwa maana mtu anachukia kuoa, chukia kuolewa. Bwana wewe, mpaka umetunga na nyimbo, unakuwa huru tu. Kilala siku 3, hamna anasema ulilala wapi? Ni mambo ya ajabu. Yote hiyo inaashiria kuchukia mpango wa Mungu. Mwanadamu hataki aishi sawa na mpango wa Mungu aliye Mungu. Ni dhambi. Sasa mtu atakuwaje huru unalala jamani? Hivi kuna maisha ya kuwa huru wakati unaishi na dhambi? Mungu anasema mtu anayetenda dhambi ni mtumwa, lakini mtumwa anasema anakuwa huru. Nikirudi sana anakuwa anasema umechelewa wapi? Hiyo ndio dunia sasa. Je, hiyo dunia ikiendesha ndoa yako itakuwa na amani? Na wewe utakuwa umesikia hayo manyimbo eti. Na hayo manyimbo hata yakipigwa kwenye gari au wapi? Weka uogo. Weka uogo. Tunakuwa huru kaidi. Urudia. Ni mambo ya ajabu. Yaani uharibifu ndani ya mioyo ya wanadamu wanaushangilia kwa sababu wamekaa kwenye uharibifu. Kweli ya Mungu ili tuishi kwenye kusudi la Mungu na tukamuone Mungu tuishi milele, hawataki. Usiwe wewe na mimi. Na usikubaliane kutembea na hayo. Utaiachanisha ndoa. Utaitenganisha, shetani atakutumia mwenyewe, maana na mawakala. Ukikubaliana maneno ya mawakala, unaitenganisha ndoa mwenyewe. Maana umeamini wanaongea. Sisi tukiokoka hatujiendeshi, tunaendeshwa. Na tumempata mchungaji mwema wa kutuchunga nafsi zetu tuwe salama. Ndio maana hata mtu akiwa na ng'ombe, unaonaje ng'ombe zinazozunguka tu hizo zitakuwa na usalama kweli? Lakini ng'ombe anapochunga, yule anayechunga na akili kuliko ng'ombe. Kwa sisi tunachungwa na Mungu, tunaelekezwa na Mungu hata juu ya ndoa. Ili uwe salama na uwe na uzima wa milele, kubali kuchungwa naye. Anasemeje kwenye neno lake? Tukatii neno wote. Ili tukaone nini? Tukamwone Mungu juu ya ndoa zetu. Ikawepo amani, ondolewe misiba, ondolewe huzuni. Tuondoe taarifa mbaya. Mtu kuolewa anaona ni msiba. Yaani bora ningebaki peke yangu niwe single tu, najifanyia biashara zangu, si nafanyaje nini. Wana maneno ya ajabu. Tena kichoka hayo tena yule aliyesema tena nipate taize lolote. Angalau na mimi waseme nimewahi olewa. Yaani dunia ndugu zangu imeelewa. Huyo tena. Siku nyingine unamkuta anaongea vingine. Tukubali kumtii yule asiyebadilika ili tupate kuwa salama juu ya ndoa zetu. Amen. Anasema aliowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Mtu unapokuwa bado umeoa, bado uko kwa mama na baba, mlango wa shetani hapo ni kuwatenganisha na mke. Ni kuwatenganisha na Mungu. Unatembea na ya kule ndio unaleta kwenye ndoa. Mtakuwa mwili mmoja. Wewe uko kule. Mnapatana kule. Wakati atako toke. Hata kama kuna jambo mama anasema, wewe na mke wako ndio mjadili. Mama alikuwa anasema hivi. Na mama amenipigia anasema hivi. Tuliona hili sasa tufanyeje? Ili mfanye wote kama wazazi wenu. Mkiwa nyie na nia hii. Sio wewe unajifanyia kule unaunganika unafanya mambo yako peke yako na huyu anafanya. Unajua huo ni mtego wa kuwatenganisha, shetani anataka wamalize. Mungu atusaidie kurejea kwenye kusudi la neno lake. Mstari wa 7. Wakamwambia jinsi gani basi Musa aliwaamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Anawajibu hawa Mafarisayo. Kama Musa aliwaruhusu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini tangu mwanzo, ndio maana Kristo ndugu zangu amekuja kutimiza Torati, kukamilisha. Yaani ukisikia kukamilisha maana kulikuwa na upungufu, yeye anakamilisha. Nilikuwa nasuluhisha ndoa moja. Si alikuwa amenipa, alikuwa amepewa yule mwanzo hiyo. Kwamba mke ukiona amefanya na nini, unaweza kumpa hati ya talaka ukaachana naye. Sasa mimi mchungaji nakwambia, unasema nimsamehe mke wangu. Mbona neno limesema kama mwanamke si amefanya washerati, unaweza kumwacha maana amekusaliti, sijina na nini. Neno limesema hivyo. Na maana mimi nimeamua nimpe tu talaka mke wangu. Ninasema neno limesema hivyo ili agano la kale. Wewe umekuta mke wako anasema amefanya hivi.
Wewe ulivyo hapo, ngapi umekosea? Yaani mimi hapo ndio sielewaki kabisa mchungaji. Twende kwenye kusudi la neno la Mungu tupate kupona. Waefeso 5:22 mpaka 31. Waefeso. Bwana atusaidie hasa zaidi kuziponya ndoa zetu. Ndoa isiachanishwe wala isitenganishwe. Kwa hiyo wewe mwenyewe usikubali kuiachanisha ndoa yako. Mimi mwenyewe. Na Mungu atusaidie. Yaani kwenye ndoa tunahitaji neema ya Mungu tu. Kila siku shetani ana mikakati ya kuwatenganisha. Ndio maana watu tunakuta wanakaa siku 2-3 kwa amani, siku nyingine mmoja amenuna. Mwingine amekwazika. Shetani yuko kazini. Mwingine amehubiriwa vingine. Amwelewe mwenzie anakosea. Kushinda kwetu ni kumwendea mwanzilishi wa ndoa na kumweleza ili apate kutusaidia. Waefeso 5:22 mpaka 31 neno la Mungu linasema: Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu, lisio na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisio na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza, kama Kristo naye alivyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mmewe. Tunaelekezwa, tunaonywa mme waishije kwenye ndoa. Na ili ndoa isiachanishwe, isitenganishwe, lazima iendeshwe na hili neno la Mungu au yale Mungu anayotuagiza. Kwa hiyo unapoona ndoa yako imeachanishwa, imetenganishwa, jua imeacha nini. Nimesema shetani anatumia hawa wawili kuwaachanisha. Mke anamtumia, mume anamtumia. Yaani mkikosa neno tu kubali neno liwaendeshe kwenye ndoa, wote anawatumia. Huyu ameambiwa tii, huyu ampende, huyu kutii hataki, naye ana kiburi. Jeuri. Na yeye kuna mambo ameelekezwa. Na huyu na yeye kuna mambo ameelekezwa. Kwa tayari pale baadaye ya kupenda na kutii kuna kwa hakupo kote. Ni mafarakano, ni mavurugano, ni ngumi za ndani kwa ndani. Wewe kwa nini umefanya hivi? Haiwezekani. Tayari shetani anapata nafasi ya kutenganisha ndoa, wakati Mungu hataki ndoa itenganishwe. Hataki iachanishwe, maana mliunganishwa. Tuliunganishwa wapendwa. Wawili tuwe mwili mmoja. Hataki Mungu aone tena kitu hicho kiunganisha yeye kinatenganishwa na mtu. Hapo mtu mwenyewe anayetenganisha ni wewe mwenyewe. Anafanya mambo ya ajabu shetani. Yaani anakutumia wewe mwenyewe utenganishe ndoa. Uiachanishe ndoa yako. Kwa kukuelekeza mambo yaliyo kinyume na maagizo ya nani? Umeambiwa ambatane na mkewe na mmewe. Wewe unaambatana na ndugu na wazazi. Na habari zako nawaambia wazazi. Ila mke hajui. Wengine ndio wana marafiki tu, ndio wakaribu sana mimi. Hakuna mtu wa karibu kama mume wako, kama mke wako chini ya mbingu. Anaanza Mungu, anafuata huyo, ndio anafuata wazazi ukiwaacha. Acha zile sura za nyimbo za adili zilizopoteza na kuharibu ndoa nyingi. Mama miezi 9 tumboni mama
Sasa wa miezi 9 ndio mfuate, sio yule aliyekuweka kwenye tumbo hilo. Umfuate aliyekubeba miezi 9 wakati hajakuumba. Tunaitwa tumfuate aliyetuumba ili tupone. Na mama hawi Mungu. Wamama mpo mnaolinga mkisikiza wewe miezi 9 mama ni shida. Kwa kama umekuwa Mungu mababa si mlikuwa wawili ndio mezao. Mbona mmoja anaimbwa kama Mungu? Yote ni mbinu za shetani kufanya wanadamu wafate wanadamu wawe kama miungu kwao. Mama tunamheshimu lakini hawezi kuchukua nafasi ya Mungu. Mungu alichokiagiza ni kutii. Ukioa, ukiolewa umeacha mama. Sio mama endelee kuwa Mungu kwako, tu unatoka ambatani kule. Ndoa hiyo haitadumu. Mtavunja tu mji. Na haiwezi kawa salama. Na hutamuona Mungu na hutakuwa na amani kwenye ndoa. Utakuwa umemfungulia shetani mlango. Karibu shetani kwenye ndoa yangu paka chumbani. Eti shetani akija paka chumbani kwenye ndoa yako ataifanya iwe salama shetani? Shetani na mambo haya. Anaiba, anaharibu na kuchinja. Hata ndoa nyingi ameharibu kwa sababu wanandoa wanasema shetani karibu mpaka chumbani. Tuendeshe ndoa yetu. Mke naye anasema shetani karibu. Na mume anasema karibu shetani ingia kabisa mpaka moyoni. Hii ndoa hapa tuendeshaje? Hajawahi shetani kuunganisha mume na mke wawe mwili mmoja. Alafu wewe unamkaribisha shetani aingie kwenye ndoa yako mpaka chumbani aanze kujiendesha. Unatarajia kuna usalama hiyo ndoa? Hawezi kuwepo usalama. Ndio maana amani hamna juu ya ndoa. Mke kumfurahia mume wake haiwezekani. Mume kufurahia mke wake hamna. Yenyewe inataka liwagonganishe huko. Utafute wale wa kule nje. Na ndio kazi yake. Na akianza kuachanisha atakuonyesha sehemu ambayo anataka upeleke. So umekubali kuendeshwa naye? Ninakuvuruga pale, unamwona hamna lote huyu. Mafaili yamekosa mchana. Ninakuonyesha si ulikuwa unalifuata. Ulikuwa linakubembeza katula kubembeza baadaye linakubeba kabisa. Haya twende. Nifuatage mimi. Anakuelekeza sehemu nyingine. Je, tutapona tutamuona Mungu hivi? Tuseme nimeokoka naenda mbinguni hivi? Yaani ukianza tu kuweka ufa ujue tayari shetani ameingia kwenye hiyo ndoa mpaka chumbani. Afukuzwe. Angolewe. Aondolewe achie ndoa. Mpango wa Mungu hakuna kutenganishwa ndoa wako kuachanisha. Turejee kwenye mpango wa Mungu. Na jinsi anavyokuwa anamuendesha mtu na kumchazia mafaili mume anamuona anakosea mno. Hata kikaa peke yake sikia penye hivi. Sikia shetani. Na siku hilo kumbuka anakusalau saizi ameshakuchukia. Hata kwa na heti. Shetani. Tayari yule hata upendo unafanyaje? Unatoka. Akifika anaona mume kama kibatari. Atamtii huyo tena. Haizi kumtii. Kutii kunaisha, kupenda kunaisha. Kwa hiyo mle sasa ni kama wananzengo tu ambao hamjui Mungu. Na huyu naye kaona huyu yuko hivi. Na anajua huyu sasa. Na shetani anaanza ndio ingia kwa mke. So ndio zile saa mke gani utakana mke hivi? Utakaje na mke wa hivi? Hata kusamini akuchaja kupokei, kufanya vizuri. Na sasa shetani ukisikia mbea na anayeharibu ndoa za watu ni shetani, watumia wenyewe wana ndoa. Wewe umeokolewa mpendwa. Shetani asikutumie wewe kuiachanisha ndoa, utapona. Nasi itaangamia maana iko kinyume na Mungu. Haitamwona Mungu. Rudi, rejea, akatwe huyo uwao ngolewe ndani mwako. Asiharibu ndoa yako. Unashangaa ule upendo. Haya anatoka hapo upendo umeondoka mafaili mengi ya makosa. Anakutana tena na mwakala shetani. Mke bwana kikaa naye miaka 5 mmechokana. Mshazoeana. Yaani yule mwakala anajazizia pale kwenye mawazo yako. Zinaoana. Wanakuwa kana sawa. Lazima utafute mwingine pembeni ambaye atakujaa. Na huyu na yeye mke na yeye akishahubiriwa hivyo anakutana na wakala tena kule. Shetani anaandaa kama wakala. Tena connect iko rohoni na katika damu na nyama inatokea. Kuna kipindi fulani mimi sijaokoka. Kwa hiyo nikushuhudie sasa. Ashukurie Yesu aliponiokoa. Nilikuwa sijaokoka. Nilikuwa na mama mmoja tulikuwa rafiki. Umbea tu kuteta watu. Nikaenda TANESCO. Nimeenda zamani ilikuwa kama mnataka kuingiza umeme, unaenda TANESCO. Na sasa hivi nadhani hivi. Hivi. Nikaenda TANESCO, pale unaenda na jina na hela za kulipia na nini. Nifika TANESCO nikakutana na mhasibu wa TANESCO. Yule mhasibu si akaanza kunitongoza huko ofisini.
Si unaomba zuri. Mbona mke alifai? Nene haliwezi kazi. Kama unavyojua maneno yao. Sina Mungu. Hijaokoka. Akaanza kuongea hapa na hivi nampenda sana nini mume wako kwani anakufanyia nini? Au kwa sababu hiyo nyumba tuliandika jina langu. Au kwa sababu nyumba hiyo ameandika jina lako. Lakini haina shida swala kuandika jina la nyumba yako, hiyo nyumba aliyokuambia mume wako. Ila mimi kwa kweli moyo nimekupenda. Hata majibu sina. Nikatoka hapo. Hata unakataa tu, lakini huna ujasiri. Ndugu zangu, bila Mungu yani shida. Nikatoka hapo. Sijaichukua namba yangu ya simu, hata sielewi sasa hivi, nimesahau mimi. Nikaenda kumwambia rafiki, sina rafiki. Si nimekutana na mwasibu dina nifuatilia huko. Akasema safi. Na wakaka ngoja aone na unapendwa. Yani tena mkubalie. Kuna mambo ya ajabu yanaendelea chini ya mbingu kwa ajili karibu ndoa. Shetani na mawakala hivi. Niashukuru Mungu aliniokoa wakati huo. Yani wakati Bwana aingia kwenye mtego huo, ndio Mungu akaja kuniokoa. Bila hivi ningeingia kwenye kitanzi kibaya. Alafu na yeye inakufuatilia. Na wakati anasema ni safi kabisa. Umkomboe na yeye. Asione kama upendi. Twende saluni. Antengeneza nini ili na mimi niwe na hawala. Ili na mimi nionekane kama nafanyeje. Kwa hiyo kuna connect rohoni za kuunganisha ili kusudi la shetani aliyotaka lifanye litokee. Watenda kazi anao hivi. Umeamua kuokoka kuja kwa Kristo, kata hizo connect na hiyo miunganiko. Rudi kwenye ndoa yako, kaa kwenye neno la Mungu. Ambatana na neno. Mimi namshukuru Mungu alipoamua kuokoka kuniokoa hapo, niliokoka jumla. Kwa hiyo ndiye mtongoza yote sema, nani? Unaweza kufahamu na mume niliona mimi. Mimi mwako wa wito unaoipenda. Yes, na mimi niliona ni mzuri kuliko wanaume wote. Na wewe nani wewe mtongoze mimi? Lakini kipindi hicho hakuna cha kujibu. Na wewe unaweza kupata kanisani kwa sababu ile neema Mungu hajaingia hata majibu hayo. Bwana tusaidie. Turudi kwenye kusudi la Mungu mwanzilishi wa ndoa. Acha kuishi kwenye ndoa mnakuwa vitu viwili. Mafaili ya shetani aliyoandika kuona mwenzio anakosea mno, huyo ni shetani. Amesema wewe usiposamehe na utasamehewa. Sisi tunaishi kwa kusameheana. Hatutunzi makosa. Kadri unavyotunza makosa unamuondoa yule mtu kumpenda uwezi yule mtu. Hauwezi kumpenda kwa sababu una mafaili ya makosa na yale anaongea. Sikaifanya hivi, ulimwambia hivi na ile hakufanya. Mmegani sasa wapi? Achana naye. Watulia tumwangalie. Sasa wewe kweli hayo unayotembea nayo mpendo, utamwona Mungu unatengeneza ndoa au unaharibu? Hayo kweli ya kutembea nayo shetani anaongea na wewe ili uharibu ndoa yako afu na umtike eti. Shetani eti. Utapona kweli? Mimi kipindi hicho nilikuwa mjinga, lakini nashukuru Mungu aliniokoa. Bwana asifiwe. Na ni kweli nisingepata neema wokovu ningeingia kwenye kitanzi. Saizi watu ambao hawajaokoka wanaishi kwa visasi. Anahawa na anakuwa hawala. Anionyeshe kwamba naye anapenda. Na kwa sababu amekusudia moyoni kuwa na hawala, na hawala anatafutwa kule. Connect rohoni. Na kama kuna woga anaogopa, anatafuta wakala wa kumchochea. Asione nini? Maana mimi huyo mama alitokea. Yaani namwambia kama namwambia si asema safi. Twende na saluni. Yaani anachochea kile kilichopandwa kifanyeje? Kilete matunda na matokeo. Anakuja anamwambia nimeshaokoka. Umeenda kufanya kwa lokala chinga. Si unaona hayo mama? Maana anajua tayari kwa anachochea. Sitakubaliana. Turudi kwenye kusudi la Mungu. Usiachanishe ndoa yako, utapona. Utaangamia na hutamuona Mungu. Na saa hizi tuko kwenye chachu mbaya sana. Shetani kila siku anafanya kazi kwa ajili ya kuachanisha na kugonganisha ndoa za watu. Yaani lika zote, yaani kila namna, awe na elimu ya juu na elimu ya chini, awe sijui na hela siwe na hela, kote anafanya kazi kuwagonganisha. Nataka saa hizi kila mtu yazini waachanishe. Waishi wanadamu sio kwenye mpango wa Mungu, waishi kama mbwa. Turejee kwenye mpango wa Mungu aliyetuumba. Yeye aliumba mtu mke na mume. Hawa wawili wawe mwili mmoja. Na aliwaunganisha. Na amesema hivi, alichokiunganisha Mungu mwanadamu asitenganishwe.
Mungu amewaunganisha mwishi mke na mme. Maana mmepatana wenyewe. Mmekubaliana wenyewe kwamba tutaishi mke na mme, mimi nimekupenda. Kuna wengine hapo walioana wapagani. Lakini mlikubaliana? Hata mimi niliolewa niko mpagani, kwani kwenye dini nini? Kwenye dini upagani tu. Tulikubaliana. Wengine wakaweka na alama za pete, hata sipoweka alama za pete kile. Si mmekubaliana muishi mke na mme. Mundu unagongwa. Hao ni mme na mke. Sasa waje tena umekuja kwa Kristo, uendelee kutembea na maelekezo ya shetani ambaye hajakuunganisha. Na sio mpango wa shetani kwamba watu wawili waishi mme na mke kwa hamna. Ndio maana nagombana mke na mme wasiishi pamoja kwa amani. Watu wana misiba kwenye ndoa. Hakuna amani kwa sababu shetani amewatumia wao wawili wale kutenganisha ndoa. Kuachanisha. Turudi kanisa. Kila mmoja akubali kulitii neno. Mama tii neno. Mme tii neno. Mke tii neno. Wote twende kutekeleza. Ndio maana hapa Waefeso 5 anasema hivi 22. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mme ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Tukisema kanisa linavyomtii Kristo, maana yake ni mtu aliyempokea Kristo awe Bwana na mwokozi juu ya moyo wake. Na huyu mtu amegeuka kuacha dhambi. Huyu mtu anamtii Kristo. Amen. Na kuna kitu kinachomfanya Kristo aitwe kichwa cha kanisa, kwa sababu alijitoa kwa habari ya kanisa kuliokoa. Sio kuitwa kichwa tu mme. Kuna mambo yanatakiwa ufanye. Kristo anaitwa kichwa cha kanisa, kuna mambo alifanya ili mimi na wewe tuokolewe. Tutoke kwenye vifungo vya dhambi, tuponywe kwenye magonjwa, tutoke kwenye majini, tutoke kwenye masamba. Kuna kazi aliyoifanya msalabani, alijitoa. Ndio maana hata unapoambiwa ujitoe kwa wazazi, ni moja ya kujitoa. Ujifanyeje? Maana wakati mwingine sasa nataka ni kwa huyo mke amekutawala. Mbona unamsikia kuliko mimi mamako? Na kwa bahati mbaya mama hana nani? Hana Mungu. Wana bahati nzuri walio na Mungu, wazazi wanaelewa kwamba mwanangu ameolewa, inabidi ambatane na nani? Na mume wake. Mwanangu ameoa, inabidi ambatane na mke. Na hata kama nitasema shida yangu, lazima wajadili wote wawili mpaka aliyookoka mama. Hajaokoka haelewi hicho. Kwa hiyo wewe inabidi ukubali kujitoa kama Kristo. Sio ni kichwa cha mke wewe. Si umekuwa kichwa eti. Mbona muitiki wa baba? Si umekuwa kichwa cha mkeo kama Kristo alivyokuwa kichwa cha kanisa na kanisa linavyomtii. Kubali kujitoa. Hata semwe vibaya kwa ajili ya kutii kweli na ndoa yake pone, unakubali. Hata neno wanavyotaka. Hili jinga hili. Wala kwa gani upumbavu wao. Kila kitu mpaka ongea na mke wake. Yaani mke kama anamuendesha. Wana kama lumbwati. Kubali hayo. Kwani hata hivyo tunapoamua kuokoka ndugu zangu, wakati mwingine tunaona kama mazezeta, kumbe tuna akili sana. Wakati mwingine kama haziko sawa, kumbe ziko sawa sana. Unajua mtu kiingia hata kumtii Kristo, mwanadamu ambaye hana Kristo naye anaona kama simefuse. Nakumbuka mimi hata ukelewa nilikutana na jaribu Mungu ajidhihirisha. Yule daktari aliona mimi kama haziko, kumbe zikuepo sana. Anaona kama ziko zote huyu mama. Huyu mama zimefyatuka ni kama akili hamna mauti hapa. Hapa hamna mauti, unasikia mauti? Kwa jina la Yesu achia mauti. Mauti na kuapisha kwa jina la Yesu. Achia mwanangu. Yule anasema kumbe zilikuwa sawa. Kwa nini? Yupo nemtii. Na yule nemtii anatekeleza. Huyu haelewi. Bwana wewe baba, kubali kujitoa. Maana umekuwa kichwa cha mkeo. Sio unaunguruma. Mimi ni kichwa. Hata usiseme kwa mimi ni kichwa, hata kujitangaza. Onyesha kujitoa kwako. Useme vibaya, unanyenyekea tu kwamba siwezi kwenda kinyume na Mungu. Sasa si mimi Mungu alishanitoa tena huku. Niambatane na mke. Sasa waje tena niambatane na wazazi niko tolewa. Na siku ile wengine wapo walivaa na mashea na wazazi wapo wasema jamani, kuna mtu anasema watu siwaunganishe. Na wamenyamaza hao wazazi. Si wangenyosha mkono, asiunganishwe na huyo.
Mbona walinyamaza? Wao nyamaza hata wale. Sasa leo mnasema niungane na nyie sio na huyu. Siku hiyo mbona mko mnyoshi mikono? Jamani huyu hamna siunganisho. Tunaunganisha na mimi mamake. Mama utaungana na mtoto. Na wewe usiungane na mtoto wa mwingine. Haya ni mapepo. Ni kutokuwa na ufahamu wa Mungu. Kwa hiyo lazima tuwede ufahamu wa Mungu. Na ndio maana haifundishwi ndio hapo kauliza. Nani jamani mwenye upingamizi? Anauliza hapa, nyosha mkono wote wakimya. Jamani, nyosha mkono, hamna naye nyosha. Mara 3 wengine wanauliza. Ili athibitisha hakuna mtu wote amenyamaza kimya. Mnakubali? Hasa mimi nawaungaza. Huyo yana pia gagaya wewe, unasikia mke wako umeniacha nini? Siku hiyo mbona hukunyosha mkono? Si tunaona unganishwa peupe na mashahidi wapo. Sasa tena nitaongeza niungane na wewe tena. Kanisa tukubali kumtii nani? Kristo kwenye ndoa zetu. Tii Mungu ndiye anayetuunganisha. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Wengine wametenganishwa na wazazi ndoa, wengine wametenganishwa na ndugu tu wa ukoo, wengine wametenganishwa na majirani. Ni mambo ya ajabu. Jirani anatenganisha ndoa yako. Mawazo ya shetani yanakutenganisha kwenye ndoa. Unamtii shetani baada ya kumtii alianzisha ndoa. Mungu anashangaa mbinguni. Turudi, Bwana tusaidie. Ni kweli kwa akili hatuwezi, lakini hii neema tuliyoijilia ni uponyaji na usalama wa maisha yetu. Turudi. Ndoa isiachanishwe wala isitenganishwe. Mungu anakataa. Kila mmoja anatakiwa atekeleze Mungu anachomwagiza. Yaani tukiingia kwenye neema kila mmoja anatekeleza. Ndugu zangu, ni amani, ni furaha kwenye ndoa. Ni maihane, mailavu na kupenda mpenzi wangu. Hayapo hayo kwa sababu humo ndani kuna kutenganishwa. Ingia ananiambia, "Mimi mzito mchungaji." Ti neno utakuwa mlaini. Kwanza ni mzito nini? Kuna mambo humo. Kwanza ni ulimi mzito. Kuna mambo, kuna taarifa, kuna vitu umeviangalia, umeona na makosa na mafanya. Vikitoka hivi ulimi hata sio mzito. Mzito gani wakati rafiki yako? Tumesoma ile mwanzo kwamba huyu atavua nguo hata muone haya. Wewe unaweza kumfulia mamako? Unaweza kumfulia babako? Haiwezekani. Kwa Mungu ameweka kitu tofauti tunavyofikiria sisi na wanadamu. Sasa ulimi utakuwaje mzito kama umekubali kutekeleza neno la Mungu? Turudi. Amen. Turejee. Na ndio maana sema wake watini waume zetu. Mtu tena mama fulani. Hivi kweli huyo? Na umeokoka. Humo sio kwamba amenuna tu, kuna mambo mafaili, kuna masentesi. Kuna maelekezo ya shetani anayafuata humo. Na sio kwamba unayafuata tu hayo, yako kwa ajili ya kuachanisha ndoa yako. Ili awatenganisha mume na mke, mwe vitu mwe mili. Watu wawili waweza kaenda pamoja usipopatana. Usipokubali kutembea na neno la Mungu ambalo linatupatanisha, hamwezi kwenda pamoja. Kwa hiyo ni sawa kama shetani karibu endelea kutuvuruga, alafu shetani karibu tutenganishe. Kweli ndio mpango wa Mungu, tuende kwenye hayo. Turudi. Usikubali kumtii adui anapokuelekeza mambo kinyume na neno. Tutii. Nikutana na wamama wengine wamekaa, yani bwana Korea kwenye tabu ndo. Yani ukishaolewa ni mwanaume anakuwa kama Mungu. Nipeleke maji bafuni. Nini. Yani pakunyenyekee, simpige magoti. Muandale baba. Yani shida. Ni mwanamke anaongea hivi. Na wapo wanawake wengine wanasikiliza. Hiyo mbegu nadhani. Sasa wewe kumtii mume wako shida nini? Anakuelekeza jambo ambalo ni zani. Sasa hata tumeambiwa na Mungu tutii. Sasa shida nini? Wao umeelekezwa kutii mama, baba ameelekezwa kukupenda. Sasa shida iko wapi sasa? Anasema anaongea mmenena. Hayo mapepo hayo unayatia nini ya kuachanisha ndoa mpendwa? Uko naenda kuvuruga. Na unavuruga mwenyewe ndoa yako, shetani anakutumia wewe mwenyewe maana amekubaliana na wewe uvuruge. Alafu unajaribia mwenyewe. Mwisho tena inaishia majuto. Nadhani kuna mambo mazuri. Kuna mabaya ukitii shetani, kuna mambo mabaya, mwisho wake ni mabaya. Turudi. Tutii katika Bwana. Jambo na kuelekeza ambao sio dhambi. Tii, tekeleza, fanya tena kwa moyo yako umefurahi. Unamwita rafiki yangu. Maihani, my love.
Wewe mambo unaoita hayo kama ulimi mzito humo, kuna mambo humo ya shetani. Hakuna cha ulimi mzito. Kuna vitu vimewekwa ndio vinafanya hivi. Na unavifuata. Ukiacha hivi, ulimi ni mwepesi tu. Sasa ulimi unakuwa mzito na nini? Umebunda manini tena kwenye ulimi wa mzito kusema. Hakuna kitu kama hicho. Yakitoka hayo wala. Tena unaongea huku mweupe toka moyoni, huna hila yoyote. Kwa nini? Yale yametoka masagala ya shetani. Turudi kanisa. Wanandoa turudi. Yaani mimi na wewe turudi. Kila mmoja simame kwenye sehemu yake kama Mungu alivyomwagiza kutekeleza ili tuishi na amani ya Kristo kwenye ndoa zetu. Hilo unatolea huku. Ni mambo ya ajabu. Mwingine anaenda mpaka chooni atoa huko. Hapo ndio akwambia hiyo hela ya matumizi hapa. Nina hiyo tu. Na zingine umeficha wapi? Na kwa nini asizione huyu kama mko pamoja? Ni mambo ya ajabu kweli. Turudi ndugu zangu, tujiombe. Turudi na unaamua moyoni kurudi ili Mungu aweke ile neema kwamba kweli haya mambo naenda nayo. Mwisho itakuwa pabaya. Sababu itaendelea kuondoa upendo wote. Kuna baba mmoja alisema yani alikuwa akifika hata kwake mke anaona ananuka na mtoto ananuka. Kwa akifika unaota mnanuka hapa. Chukua begi lake. Talala siku 4, 3, 5 wiki. Anarudi na wachungulia tena. Unaweza nimeanza tu shetani. Anaanza mbali. Anakujengea tu hoja. Kadri unavyokubaliana naye anakusogeza. Hapo bado hajakwambia nifuate. Yaani shetani ana kanuni ya kumwekea anakubembeleza, anakuweka vitu bado mtu makosa tu nini. Kadri unavyotafakari baadaye itashangaa haya. Njoo nifuate mimi. Twende. Nikikupakia kwenye baskeli au kwenye bodaboda ya kwake, yani utaenda inakotaka aende lenyewe. Huna nguvu kulikataa. Lakini ianza kukubembeleza. Hamna, hii sio sahihi. Kweli. Umesahau kwamba kweli ni neno. Wewe unasema kweli anayokuambia yeye. Ukishakubaliana hivi, ninakupakia lenyewe, ninakutoa wewe mbele, wewe nyuma, nifuate. Hapo ndio ufa unakuwa umeingia kwenye nini? Kwenye ndoa. Turudi, turejee. Kila moja asimame sehemu yake. Mme ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Mtu yote aliyekubaliana na Kristo moyoni huwa ni kutii. Kwa Kristo hatuna cha kubisha, ni kutii. Bwana hicho niambia ni kuendea kutekeleza. Chochote hicho niambia maana nimekubali awe Bwana wa roho yangu. Pia yuko Bwana wa mwili. Bwana wa mwili naye anataka kutii. Na Bwana naye ni kichwa. Kuna mambo naye anataka jitoe kwa ajili ya huyo. Amen. Sio hiyo anayosema na paka mimi ni kichwa. Nini na nini? Anaweza kalima na nini vyote vyokuwa anaenda kuuza. Wewe utaniambia nini? Mimi ndio kichwa hata Mungu anaelewa. Haya ni matumizi mabaya ne. Sio hivyo. Hana maana hiyo. Hana maana 25. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili ya kanisa hilo. Kusudi lake ajipatia kanisa tukufu, takatifu, lisilo na ila wala mawaa. Alipa gharama kubwa. Ndio maana wewe umekuwa kichwa, kubali kujitoa. Kujitoa kwa ndugu na jamaa wale walio karibu na wewe. Lazima kubali kujitoa na ujiombe. Na sivyo upendo utaondoka kwa mke wako. Mtu unasema umeoa, unapenda mama, unapenda baba kuliko mke wako. Ni mambo ya ajabu. Na zile nyimbo za dini wewe ndio unazipenda. Alinibeba miezi 9 tumboni. Mama. Hadi manyimbo ya dini. Wameacha kumtukuza Mungu, wanatukuza wamama. Ni mambo ya ajabu. Yaani kusema kwamba Mungu amesema ni mwenye wivu. Hataki tukisujudie kitu kingine wala kukuinua kingine zaidi yake, walishasahau.
siji nini miezi 9 na mama wenye mimba wanafanya hivi na wao. Yaani mpaka kichefuchefu. Maana watu wanawatoa kwa Mungu waende kwenye miungu ya wanadamu. Mtu asitii Mungu ati mama eti kama alimbeba miezi 9. Sasa mama kubeba miezi 9 ndio kuendesha kweli utakuwa salama? Asikilie ndoa yako kweli atafanya muishi kwa amani? Ndugu zangu, mwenye uwezo, mwenye mamlaka, mwenye uweza wa kufanya ndoa zetu tuishi kwa amani ni yule mwanzishi wa ndoa. Muumbaji. Aliumba mume na mke. Hawa watu wawili wawe mwili huu. Kama tutakubali kumtii na kutekeleza haya maagizo yake, ndoa zitakuwa na amani. Tena sio za miaka 5. Sasa hivi ni miaka mingi kidogo. Yaani toka nimeokoka, siyajui masagala hayo. Bwana amenisaidia kwa kweli. Sio kwamba nakufundisha maigizo. Nakufundisha kweli ambao Mungu na mimi amenifundisha, na ukubali kufundishika kama mimi nilivyokubali kufundishika. Amani ya Kristo ikiwepo kwenye ndoa mko salama. Na baraka zitaanzia hapo. Za rohoni na mwilini. Kama amani ya Mungu itakuwepo ndani ya ndoa. Bila hivyo hamna. Shetani atawavuruga tu. Mimi nikaa maisha ya kukaa sijaokoka kwenye ndoa. Miaka 5 tu nilichoka na kuelemewa. 5. Sina Mungu. Nilichoka. Na nilikuwa nawaza hata kuvunja mji. Nilichoka. Lakini shukuriwa Kristo aliyeniokoa. Mtu kikubali kuendeshwa na neno la Mungu, ndugu zangu, yaani kwake kuna amani. Hawezi kumtunzia mafaili ya makosa mwenzio. Haiwezekani. Mkono na mguu kweli wewe uchukie mguu? Uchukie mkono hivi inawezekana kweli? Unaweza kaambia mguu wako hata kama umejikwaa hata likatwa lote hili. Labda huyu mtu zimefuse kabisa, zipo sawa haki. Sasa na wewe ukikubali kutekeleza neno la Mungu, ndivyo utakavyoona mke wako, ndivyo utakavyomuona mume wako. Na ana nafasi kubwa kwako. Amen. Hata kubebeana, kuombeana, yaani mnakuwa watu wa karibu kuliko vile unavyofikiria. Lakini wengine wapo kwenye ndoa, mke na mume wako watu wa mbali sana. Hata mawasiliano tanini yako ya mbali sana, ujue shetani ameshawatenganisha. Turudi na kurejea kwa Baba wa mbingu na nchi alianzisha ndoa. 28. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza, kama Kristo naye alivyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe, na hao watakuwa mwili mmoja. Kuna mtu anauchukia mwili wake kweli? Sasa shetani akiwatenganisha, utachukia mume wako, utachukia mke wako, kwa sababu katika roho umefanyeje? Umetenganishwa. Kama tunatembea na maagizo ya Mungu, huwezi ukamchukia mke wako, huwezi ukamchukia mume wako. Maana hakuna mtu anayeweza kumchukia mwili wake popote. Maana mke anasema mwili wako, mume anasema mwili wako, utamchukia mwili wako. Sasa kama tukitenganisha au kuwatanisha, badala ya kwamba mke mwili wako unakuwa kimoja na mwili wako. Hivi wewe unamhitaji mama baba tena? Hivi wewe unaona wewe unavyomuona mume wako hivi na unamchukulia, na mimi naweza kuwa sawa? Ile tunaelewana yake ni kosa. Yaani mke na mume, mke anamuita mume wake baba Jemu, baba Jafe, njoo. Nasema sasa wewe kama unamuita baba Jafe na mimi namuita hivi, hivi unadhani mimi mchungaji ninapoongea na mume wako unaweza kuwa sawa na wewe? Sasa sijui wengine wananielewa, wengine hawanielewi. Basi kadiri ya neema Mungu atakayokupa. Ni kitu ambacho hakiwezekani mtu mwingine kuchukua nafasi ya mke wako awe sawa na mtu mwingine. Ni kitu ambacho hakiwezekani mbele za Mungu. Ni vitu viwili kabisa. Na ili uelewe kwamba inaweza kuwa tofauti vitu viwili, mtu mwingine kuchukua nafasi kama ya mke wako, mpaka lazima uendeshe na neno la Mungu. Kama uendeshe na neno la Mungu ni kawaida tu, tena unaweza kumuona takataka tu. Kwa sababu umetenganishwa. Hampo mwili mmoja. Hamuendeshi na mwenye ndoa. Aliwaunganisha lakini mmetengana. Kwa hiyo utaona sawa tu.
Mwanzo Jafe, baba Jafe njoo. Wewe mama Edina. Twende bwana. Mambo yako. Yaani ile neema ya Mungu halisi inakuwa imefanyaje? Imeibiwa. Hata wewe mama wao umeokoka, mume hajaokoka, ukifuata neema ya Mungu kukaa kwenye neno la Mungu, mume wako huwezi kumlinganisha na mtu mwingine yote. Hata jinsi utakavyomchukulia. Lakini kama hujatii neno la Mungu, mnasukana tu anakuja mume anafika. Mko kusukana majirani, kuteta. Hata kumpokea mume. Anaona sawa tu. Ujue neema ya nani? Ya Mungu haimo. Haimo. Huyu mtu hatembei na maagizo ya nani? Maagizo ya Mungu unapoyatii katika ndoa yanaleta hali ya unyenyekevu, utii. Namna fulani ya muonekano tofauti na yule ambaye hajaokoka. Eti wewe ikoje? Na Mungu ni shahidi. Una utofauti na wale wapagani wanaoishi nao huko kwenye ndoa yao. Mnavyochukuliana. Anakuja baba umetoka kazini unamchukulieje? Kama kakibatari fulani, yani hana shida naye, sina yeye anajua ndani aendake. Mambo ya ajabu. Aendake na wewe hapo unafanya nini? Ni wengine pale kwangu na wewe mume wako yeye amefika nini hapa kwenye mti? Kapokee mume. Ni mchungaji. Sasa najua wale zezeta si hawajaokoka. Na wewe uko hivi hivyo kama wale. Nini hapa mmetoka mchana mko kwenye mti. Mna ibada gani hapa? Mume anakuja unamwangalia. Nenda kwa mume wako kampokee. Sio kwamba kama leo kazini. Wewe ukoje? Uliokoka mpendo tuambie. Unapokea mume wewe? Bwana tusaidie. Sio wewe tu anisaidie na mimi. Twende tukatii na kutekeleza neno la Mungu ili ndoa zetu zihuishwe. Ndoa zetu zirejeshwe. Ndoa zetu zipone. Hata mtu mpagani akiona jamani waliookoka pana na mimi niokoke. Mke wangu aenda kasari hapo jamani. Nini? Ameona ile neema namna walivyo wale wanawake. Namna walivyo wale wababa wanavyoishi na wake zao ni tofauti na yeye. Kwa nini? Wanaendeshwa na Mungu. Mungu amewaelekeza wao mke na mume wako mwili huu. Mtu hawezi kauchukia mwili wake popote. Hakuna anayesema nikate ili mgusi itatu. Umewahi kusikia? Wanandoa turudi kwenye mpango wa Mungu mwanzilishi wa ndoa ili tupone. Hata mtu anayeishi naye ambaye hana Mungu ana dini tu aone utofauti. Sio mpango wa Mungu una mafaili ya makosa ya mwenzio. Umeyatunza. Tena unatembea nayo. Sio mpango wa Mungu. Hapo ni shetani anataka kutumie ili uitenganisha ndoa yako wewe mwenyewe. Ni mpango wa nani? Na mikakati yake ni kwamba watenganisha, yani kila mmoja chukue vyake mtengane. Na halina huruma. Ukilifuata shetani, litaanza kuongea na wewe hata wewe kujibu kusema sitaki shetani huwezi. Maana ukianza kumfuata umempa nguvu. Kanisa tusimpe nguvu shetani kwenye ndoa zetu. Wale kule nje wanalauliwa ndoa. Na waliokoka silauliwe jamani. Tutahubiri nini? Turudi. Shetani ukianza kumfuata umempa nguvu. Na umemwekea na mizizi ndani mwako. Kwa hiyo linaanza kukuambia fanya hivi sawa shetani. Wewe unasema toka kwa jina Yesu. Sio unalifuata, lina nguvu. Ninaongea yale achana naye nani? Achana naye. Kwambia hajui ndani. Takabadilisha tu nguo. Uko hapo na wapagani. Mambo ya ajabu kweli. Akabadilisha nguo wapi? Sio ukampe nguo za kubadilisha. Kabadilisha wapi? Na wewe kicho kushikisha hapo ni nini? Umbea tena. Uko ndio kutii kweli. Ndivyo tunavyofundisha. Turudi. Turejee tupone ili tupate kumuona Mungu kwenye ndoa zetu. Mwanzo 1:27-28. Waamuzi 13:2-24. Tukasome ile Waamuzi. Bwana tu atusaidie kwa sababu kusudi lake anataka tufundishe ili tupone. Ndoa isiachanishwe, isitenganishwe. Mungu hataki aone unaiachanisha ndoa yako. Unaitenganisha. Unakaa na mambo ya shetani ndani. Yeye anasema alichokiunganisha mwanadamu asikitenganishe.
Mungu amewaunganisha, nitakiwa kutotenganisha. Waamuzi 13 mstari wa 2 mpaka 24. Naomba nisome haraka kidogo. Tumefika Waamuzi. Ni Biblia kubwa 325 kurasa. Waamuzi itakuwa nzuri tukifika. Samueli, nyuma ya Samueli ndio ipo Waamuzi. Neno la Mungu linasema 13:2 mpaka 24. Palikuwa na mtu mmoja wa Sola wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama wewe sasa utasa, uzai, lakini utachukua mimba na utazaa mtoto mwanamume. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najisi. Kwani tazama utachukua mimba na utamzaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa wa Israeli na mikono ya Wafilisti. Ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake, akasema, mtu wa Mungu alinijia, na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika wa Mungu, wa kutisha sana. Nami sikumuuliza umetoka wapi, wala hakuniambia jina lake. Lakini aliniambia, tazama utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanamume. Basi sasa usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najisi, maana mtoto atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni hata siku ya kufa kwake. Ndipo huyo Manoa akamwomba Bwana akisema, Bwana nakuomba yule mtu wa Mungu uliyemtuma na aje kwetu mara ya pili atufundishe haya tupasayo kumfanyia huyo mtoto atakayezaliwa. Mungu akasikiza sauti ya Manoa, naye malaika wa Mungu akamwendea yule mwanamke tena alipokuwa anaketi shambani. Lakini mmewe Manoa hakuwapo pamoja naye. Basi huyo mwanamke akaenda haraka akapiga mbio na kumwambia mmewe akisema, tazama huyo mtu amenitokea, huyo aliyenijilia siku ile. Basi Manoa akainuka akamwandama mkewe na kumfikiria mtu huyo, akamuuliza, je, wewe ndiwe mtu yule aliyenena na huyu mwanamke? Akasema, naam, ni mimi. Manoa akasema, basi sasa hayo maneno yako yatakapotimia, je, huyo mtoto atakuwa wa namna gani na kazi yake itakuwa ni nini? Malaika wa Mungu akamwambia Manoa, katika hayo yote niliyomwambia huyo mwanamke, na ajihadhari asile kitu chochote kitokacho katika mzabibu, wala asinywe divai wala mvinyo, wala asile kitu chochote kilicho najisi. Hayo yote niliyomwamuru na ayatunze. Kisha Manoa akamwambia huyo malaika wa Bwana, nakuomba tukuzuie ili tupate kuandaa mwanambuzi kwa ajili yako. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Manoa, ujapokuwa wanizuia, sitakula katika mkate wako, na kwamba wataka kufanya tayari sadaka kuteketezwa, inakupasa kumsogezea Bwana. Bwana asifiwe kanisa. Nilichokuwa nataka kusema hapa, mke wa Manoa ana habari, amekutana nazo. Zile habari akainazo peke yake. Akainazo, na kilichokuwa kinaonyesha huyu mwanamke hawezi akaficha kitu kumwambia mume wake, kwa sababu walikuwa wameambatana, wako mwili. Anamwambia, kuna mtu amenitokea, ameniambia nitachukua mimba, na nimeambiwa nisinywe kileo, najisi kisiingie. Yaani kuna mambo nimeelekezwa. Mume wangu wewe hasa Manoa, kwa sababu wameambatana na mke wake, anataka na yeye amsikie huyo mtu. Akaenda kumwomba Mungu, huyu mtu aliyemtokea mke wangu, mambo yale aliyomwambia mke wangu, nataka na mimi niyasikie, aniambie ili nielewe vizuri mambo ambayo yatakia tufanye kwa huyo mtoto atakayetupa.
Hapa inamaanisha watu wa mke na mume walikuwa na wanania hawakuwa vitu vya sasa. Basi kama kutoka sasa nini sasa? Huyu hakatai anakubaliana, huyu naye ameona sikae nayo peke yake, lazima mshirikishe mume. Na hapa wanakusudi kwamba wote wasitie unajisi ndani yao, watekeleze kile walichoambiwa na yule mtu ili waone nini matokeo ya baraka vile mtoto aliyejua. Sasa ndio hichi niko nasema, wewe mume na mke ndani, kila mtu ana mambo yake, hamwambizani. Je, kweli mko pamoja nyie? Je, kweli mmekuwa mwili mmoja? Mbona huyu ana mambo yake na huyu ana mambo yake? Kwa nini mnasiri? Kila mtu ana siri zake. Hao watu wametengana. Ni kama mawe mlimani. Mawe ukiyakuta kama yako pamoja lakini hayana umoja. Kwa kifupi unaweza kusema hata kama yameungana pale na yamekaa hivi, lakini yale hayako pamoja. Kwa sababu huyu akipata shida, huyu hashiriki shida. Amen. Kwa sisi kwenye ndoa zetu lazima tuwe tunakuwa mwili mmoja, kitu kimoja. Hakuna kitu cha asili cha kwangu mimi tu. Hata kama baba atakuwa busy, kuna wakati utaongea ulionayo na wewe ili naye ajue, ili mwe pamoja. Hata kama mama yuko busy, kuna wakati utaongea na wewe ambapo mtapata muda wa kuongea yale ulionayo wapi? Moyoni. Sio ulionayo moyoni, asili yako mwenyewe. Na shetani anapenda sana kwamba watu wawili kila mmoja ana mambo yake, awe na vitu vyake, awe na namna yake, awe na mipango yake. Sasa jamani, hivi watu mmesema muwe mwili mmoja, kwa nini tena kila mmoja ana mipango yake leo? Na huyu haelewi mipango ya huyu, na huyu haelewi. Hawa kuna shida hapa. Hapa watu wametenganishwa, hawa watu wameachanishwa, hawako pamoja, hawako mwili mmoja, hawako kitu kimoja. Ni vitu vingapi? Ni miili mingapi? Manoa anapoelekezwa na mke wake anasikiliza. Mke wake ana habari, anamwambia habari na yeye anamsikiliza, na huyu anazipokea, na huyu anachukua hatua, anataka na yeye azisikie ili wazingatie kile wanachoelekezwa wakafanye kwenye usahihi. Wote hawa wawili ambao wako mwili mmoja. Eti wewe ikoje? Unaweza kaongea na ndugu zako huko, hata mke haelewi. Huyo ongea na ndugu zako kama umepatana nao. Mke naye anaongea na ndugu zake huko, na yeye mume haelewi na amepatana nao kufanya mambo. Hivi hawa kweli wako pamoja? Hawa hawako pamoja. Wala hawajawa mwili mmoja, ni miili miwili. Kila mtu ana mipango yake, ameunganika kule kwa ndugu na huyu ameunganika kule kwa nani? Kwa hiyo hapa pana shida, kuna kutenganishwa. Na Mungu amesema yeye aliwaunganisha, asiwepo mtu wa kuwatenganisha. Bwana wewe mpendwa unatenganishwa? Kama umepigiwa simu ongea na ndugu, kwa nini usimwambie mwenzi? Fulani amenipigia simu. Mimi namshukuru Mungu kwangu mimi naishi hivi. Amenipigia fulani, anasema hivi na hivi. Tulioneje ili mama tufanyeje? Sema hili baba, sasa tumshirikishe Mungu. Au mimi nimepigiwa simu, nasema wifi amenipigia simu, kwa anasema hivi na hivi. Au mdogo wangu amenipigia simu, ana hili 1 2 3. Tunajadili wote, tunakubaliana, tunaamua cha kufanya kwa pamoja ili tusitenganishwe na hao ndugu. Ndugu yangu ngoja kama ni hela nyingi ziende tu, hata sipojua yeye, hata kumwambia hamna. Tayari hapo ni ufa. Kwa hiyo wewe unataka ukaungane na wale kule ndio muwe mwili mmoja. Itawezekana kweli? Uko kinyume na Mungu. Hauwezi wewe ulioolewa kuungana na ndugu zako mkawa mwili mmoja. Hata kama mlitoka tumbo moja. Na haikutokea nyie mtoke tumbo moja. Mungu hapa aliwaunganisha ndio nyie mkazaliwa. Na nyie mnaunganishwa nyie mzae. Ndio mpango wa Mungu. Tunapeana vijiti. Amen. Na lazima tutekeleze Mungu anatuagiza tuwe na amani, hatimaye twende wapi? Mbinguni. Haiwezekani uunganike na wale. Mimi kaka yangu mimi hawezi kawa karibu kuliko mume wangu. Hamna kitu kama hicho. Yuko karibu na mke wake na yeye, na anaelewa mke wake leo ameamka na homa. Mimi siwezi kujua. Huo ndio ukweli na hauwezi kubadilika. Mimi siwezi kujua habari za kaka yangu zaidi ya mke wake anayeishi naye, ndiye anajua habari zake. Maana ni mtu wa karibu, Mungu amewaunganisha. Kila siku lazima aelewe huyu, hata kama safiri lazima aelewe mke wako, mume wako huko anaendeleaje. Lazima muwe na mawasiliano, lazima. Lakini sio kaka, lakini sio dada, sio mama. Na lazima tufuatiliane. Ndio mpango wa Mungu.
Mwingine hapa hata mke akisafiri sasa afadhali. Nipumzike. Afadhali nimesafiri. Kero tu saizi nitakuwa huko. Mume akisafiri afadhali. Unajua kuna shida. Shetani amewatenganisha na amekutumia mwenyewe. Mungu anachukia hivyo. Hiyo hali sio mpango wa Mungu. Umeibiwa, umetekwa. Hiyo ndio imetekwa, imenaswa na adui, imevurugwa, imeibiwa. Zingine ndio mpaka zinazikwa kwamba zife. Lakini watu wanaona mnaingia wote ndani. Yeye rohoni amezika Shetani. Rudi kanisa. Huyu yeye ni ufufuo na uzima. Anarejesha, anaponya, anafufua. Tufufuliwe, ndoa zetu zifufuliwe, ndoa zetu ziponywe, ndoa zetu ziokolewe. Ziwepo kwenye kusudi ya yule aliyeanzisha ndoa. Tukatekeleze maagizo yake na kuishi na yeye atuendeshe kwenye hizi ndoa. Usikubali ndoa eti inaendeshwa na wanadamu. Yeye mwenyewe huyo anayetaka kuelekeza wewe kwenye ndoa yako, yeye mwenyewe ameelemewa na ndoa. Mambo ya ajabu. Sasa atakuwa anakuelekeza nini? Hata hao wazazi wenyewe walikuwa wanapigana kila leo na baba na mama. Alafu yeye anataka atakuwa kuelekeza shimishije. Mbona yeye mko mnapigana amani haikuepo? Kwa hiyo tukale yale matunda ya kupigana. Sio. Kwa lazima tukubali kwenda kwa Mungu mwanzilishi ili ndoa zetu zipate kuponywa. Wakolosai 3:19. Petro wa kwanza na mbele tunaona mimi. Sura ya 3:1-7. Petro tukaisome Petro hiyo. Petro wa kwanza sura ile ya 3. Bwana atusaidie kanisa ni vizuri kila mmoja wetu kuiendea neema ya Mungu. Usalama wa ndoa zetu ni pale tutakapokubali kuendeshwa na mwanzilishi wa ndoa. Sema yeye aliyewaunganisha, Mungu aliyewaunganisha hataki kabisa aone mwanadamu anatenganisha. Asiwepo waku kutenganisha, waku nitenganisha. Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 1-7. Neno la Mungu linasema: kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu na kuwaita waume zao na kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu akamuita Bwana. Nanyi ni watoto wake mfanyapo mema, wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Wote tunapata maonya wanandoa. Hata kama wewe umeokoka, mume hajaokoka, onyesha mwenendo wako mzuri wa hofu ya Mungu ndani, ili yule mume avutwe kwa ule mwenendo, aokolewe. Atakavyokuona umebadilika, umekuwa mwingine. Tena wenyewe wao sio kuhubiri, matendo yako ndio mhubiri yule baba na kumleta kwa Kristo. Anasema kujipamba kwenu si kusuka nywele na kwenda saluni na kurekebisha manini. Uwe utu wa ndani, roho ya upole, unyenyekevu, utii. Ulikuwa na maviburi na maviburi yameondoka. Na ndugu zangu ni wote, hata ambao mume umo kanisani, onyesha mwenendo wako mzuri. Kila mtu atakaye kae tu kwenye kusudi la Mungu. Mwingine ndio asema, "Sio dada sana. Hata nibabesha nini? Nionyeshe mwenendo wangu mzuri." Kwani yeye ameonyesha mwenendo gani? Hayo ni mapepo. Hayo ndio nasema ni mapepo na ni nguvu ya adui kwa ajili ya kutenganisha ndoa yako. Lazima uonyeshe utii, kujipamba kwako utu wa ndani. Sio swala kwenda saluni, si umesuka zaje, si umevalia nini, si na nini. Anzia ndani umo utu. Uzuri wa mke sio sura
wala sio saruni, wala sio kujikoboa. Ni mwenendo na tabia zake, namna alivyo, mnavyoishi. Ile neema ya Mungu mle ndio uzuri wa mke. Eti wa baba, uzuri wa mke eti ni nini? Eti rafiki yangu. Ni nini eti? Sio sura. Ule mwenendo, namna ile unavyoishi na neema ya Mungu mle ndani, mtii Mungu, huo ndio uzuri, na ndiye inatengeneza ndoa. Sio hivyo unavyohangaika. Mimi kipindi sijaokoka nilikuwa nashinda saluni nijitengeneza labda nifanye. Sio hivyo. Ndio maana sasa kujipamba kwenu si kusuka nywele, mavalio na design za namna gani, hapana, utu wa ndani mle. Hata kama kwa sababu unanyenyekea unashuka. Mwanzo kupamba nao sasa. Sasa hapo nadhani hapo kuna uzuri. Huyu anafanya kazi ya shetani, huyu anafanya kazi ya shetani. Hakuna hata mzamano wa mwingine. Wote mmefanya watumishi wa shetani. Nani atamdhamini mwenzake ili aokolewe hapo? Kila mmoja anampa section yake. Huyu ameinuka na unainuka. Lazima ushuke unyenyekee ili huyu apone. Maana unajua hapa amevamiwa mume wangu, sio yeye kunijibu hivi. Wamama tuko hivyo kweli. Sinaona sasa. Sasa hicho kinachoongea tu ni dhambi. Ni dhambi, ni shida kutia kupo. Maana yake utu ule wa ndani haujapambwa. Hayo ni mazongozongo hayo. Mwanandoa hawezi kujibu hivi aliye na Mungu na anaendesha Mungu. Hawezi. Ananyenyekea yeye kwamba inampasa jibuje yeye. Hata kama ameinuka baba yeye itakia jibuje. Ili wewe usipotelee mbali. Aleje. Tekeleza wewe ndio maambi utii, uonyeshe mwenendo mzuri. Ila akikwambia dhambi, namjibu baba amna. Yeye rafiki yangu amna, Mungu anakataa. Siwezi kufanya hilo. Tena kwa upole. Eti sisi tuko jamaa. Haleluya mama. Haleluya wanandoa. Kule tunajibizanaje kule? Tupone. Tukipona zimepona ndoa zetu. Mungu akiwa ndani ya moyo wako hamna jino kwa jino. Haiwezekani. Hayuko hivyo Mungu wa Israeli. Alienda msalabani kutuokoa, hamna kitu kama hicho. Kwanza unaelewa huyu ni mume wangu. Tuko mwili mmoja, kitu kimoja. Mguu ukijikwaa, Mungu hata ungefanyaje uwezo kutukana, haiwezekani. Wala kuchukia. Haiwezekani. Kwanza maumivu yao unashiriki. Maana yale maumivu yatakugusa. Kwa sasa kuendeshwa na Mungu. Tajibu unavyotaka. Atashuhudiwa nini sasa baba? Namuona Mungu mwana. Hamuoni. Bwana tusaidie. Ndio maana anasema hata bila neno inatakiwa avutwe kwa mwenendo tu ule mzuri. Tabia ambayo imebadilika. Ulikuwa ukifokea unanuna, naona kununa hakupo. Leo ukitendewa vibaya unajisikia vibaya, kujisikia vibaya hakupo. Yaani yeye mwenyewe anajifunza, anapona kabisa na kugeuka. Sasa bwana mwenzangu huyu mbona na Mungu mimi niko vingine, mimi ndio mazagazaga sasa. Hata mwe kanisani wote, wewe utakavyoonyesha mwenendo mzuri tena mimi ndio bado kabisa. Mke wangu niombe yake. Mpaka yeye mwenyewe anaanza kukiri anahitaji msaada kwa sababu amemuona Mungu ule mwenendo. Ule mwenendo umemvuta. Amejijua hata yeye mimi haliboji. Nilionayo haya sio kabisa. Kwa nini? Ule mwenendo wako ulioonyesha, tabia na namna ulioonyesha kwake inamvuta yeye atoke kule aliko. Ndugu zangu, tunaangamizana kwenye ndoa, tunapotezana. Maana mume asipoona mwenendo mzuri kwangu, mimi ndio nampoteza. Simvuteje kwa Mungu maana hajamuona nani. Mimi nikifanya vizuri, baba ndiye anavutwa. Anaona kabisa mke wangu msamehe. Naona mimi siko vizuri. Niombe yake nazijua vita. Sasa angekwambia hivyo kama hajaona mwenendo mzuri. Hawezi akasema. Anaona huko yale. Sasa amwambie nani amsaidie kuomba sasa kwamba ajieleze kwake. Maana wao unayofanya ponzi halibojo na ponzi wote mnapotezana. Kwa hiyo baadaye ya ndoa kwamba ijengwe watu hao mwili mmoja, wanaanza kwa mimi maana yeye anaona wewe ni yale anayofanya kama anafanya yeye. Hakuna mmoja kumfanyia mdhamana mwenzake. Wana ndoa tupone. Bwana tusaidie. Ndoa isitenganishwe. Isiachanishwe. Mungu anachukia. Hiyo ndoa hiyo Mungu aliyokupa hiyo ndoa mwanandoa. Usiachanishe wa kuitenganisha. Na shetani asikutumie kutenganisha ndoa yako, utaangamia. Hautapona.
Hauwezi ukawa salama, kwa sababu usalama wa maisha yetu ya rohoni na mwili yako kutii neno. Ndoa ikiishi kinyume na neno iko kwenye maangamizo, na hizi nafsi haziwezi kumuona Mungu. Maana tayari inaendeshwa na shetani. Shetani akimwendesha mtu hana jambo zuri. Na ukikubali kumfuata na kuelekea zinafuata, ukaelekea anakokupeleka ni motoni alikohesabiwa yeye. Kwa ndoa zetu zisipoendeshwa na Kristo, mwanzilishi wa ndoa, hakuna usalama kuziona mbingu. Ndio maana nimesema mwanzoni kwamba ubaya wake shetani anatumia watu wawili kuifanya ile ndoa ifanyeje? Itenganishwe. Hata wale ndugu atakwambia wewe, wanamwambia baba, ndugu upande wa kwake na yeye. Kama ni mama, kama ni baba, kama ni dada, kaka zake, wanamwambia huyo mke ana sarau mno. Kwani unamsikia yetu? Na huyu naye na anaambiwa na ndugu wale, ili hawa wawili ndio waachanishe ndoa, watenganishe. Hawa waliounganishwa hawatumie hawa. Yaani nyie mkiungana, hakuna mtu ambaye atatoka kule aje watenganishe. Ni vigumu sana. Yaani mimi na baba tumekubaliana hata jambo, kuja mtu mwingine, hata mtoto aliyetuzaa hawezi kututenganisha. Kwa sababu mmeungana nyie, mko mwili huu. Hata mtoto akija kilima sema wewe baba ameshakuona, acha njia zako hizi. Mimi kuna kijana kwa sema, yaani mama kila jambo poko mwambie baba. Sasa hata kwa umeme tu, baba umeme umeisha. Na mama mambo yako wewe. Mimi nikisema jambo lote paka na baba mwambie wewe fumba kinywa. Wewe mgeni hapa, mtenganishe rafiki yangu, acha mambo yako. Wewe utaondoka hapo, mtenganisheje? Sasa kila kitu baba. Wewe angalia sasa hizo mbili. Kwa hiyo shetani hawezi kutumia tu mpaka mimi nikubaliane. Hapo nitumie mimi mwenyewe nitenganishe ndoa ya anachofanya. Hawezi kaja mtu mwingine mpaka ukubali. Kati hao wawili mmoja kubali kuitenganisha ndoa yeye mwenyewe. Na huyo akubali kutenganisha. Ukikubaliana naye yale unaanza kuyatendea kazi. Tayari umeanza kutenganisha. Wewe mwenyewe. Sasa kama umekaa kwenye maagizo ya Mungu, mimi anawaambia nyie hapa wageni. Huyu rafiki yangu hakuna kunitenganisha. Siwezi kumficha jambo lolote. Mama naye, si mtaondoka na nyie mwakazeni. Mtaondoka hapa nyie wageni. Wewe unamwambiaga hivyo mtoto kama ni mgeni. Kati unaweza kuatamia mtoto nadhani ndio mume. Sio hivyo. Wawili wanaounganishwa ni mke na mume, wawe mwili huu. Hatuunganishwi na watoto. Watoto ametupa Mungu. Sisi wawili tukiwa tumeungana ndio Mungu atupa watoto. Na watoto sio mlango wa kututenganisha sisi. Amen. Ndoa zipone. Pona mwanandoa, pona kabisa. Usitenganishe ndoa yako. Mungu anachukia watu waliounganisha kutenganishwa, asiwepo mtu yeyote. Na usifungue milango wewe mwenyewe kuitenganisha ndoa. Asikutumie shetani, baada ya kuwa mwili mmoja mnakuwa miili miwili. Unamgomea. Sasa mimi kama mtoto wa tumboni namwambia wewe, jamaa sasa unaelewa? Mama kabisa afiche kitu kwa baba. Nasema nifiche wewe. Mimi na wewe tuko mwili mmoja. Sasa nifiche nini? Na wewe ukiniambia jambo lote namwambia. Na ni mlango mbaya kweli. Hata watoto wanaanza kwa wanampenda mama, baba anamchukia. Nini? Nyie mlikuwa mmetenganishwa. Kunatengana na ufa fulani. Na wengi watoto wanapenda sana kwa mama. Wakati nyie ni wawili mko mwili mmoja. Kwani watoto wapende mama tu? Kwani wapende baba tu? Kuna kutenganishwa. Na nyie wenyewe ndio mnaweza kufanya hivyo watoto. Ni mbaya ndio kutengana ndugu zangu, ni mbaya. Kwa hiyo unakuta baba anaonekana si kitu. Kwa nini? Maana walikuwa wametengana mama na baba. Hata watoto walivyokuwa wanachukulia ni tofauti toka wadogo. Kwa hiyo kikua anaona mama ndio anafaa, baba hamna kitu. Nini baba? Hapa taniambia nisaidia nini mama? Na wewe umewahi kusema hivi. Sasa baba kwa anasaidia nini? Hata mimi nimewahi kusema hivyo, sijaokoka. Mimi. Sasa baba wa nini sasa anafaida gani baba? Tena mimi yule baba alikuwa akija, alikuwa na haraka, anampiga mama, anaenda kwa mkake mwingine. Kaumia kweli. Anakuja anapiga mama na atleta. Siku moja anasema huyu mzee asubuhi leo dawa yake anaweka jikoni. Ataniona. Niko mdogo tu. Sinajua kitoke abuna anapiga mama afu ndio anaenda kwingine huko. Nikaandaa mti. Ni kubwa. Ni mti na wewe pembeni. Leo ataona moto huyu mzee. Nyago mzee akaja amefika tena amkamata nikaenda kuchukua piga damu simpiga mkono damu, alikimbia kaenda na vuta, hakurudia kumpiga mama mwisho. Sasa toto lake hilo anajivunia. Sasa yale mambo si tulikuwa kwenye laana.
Wengine tulizaliwa mpaka kwenye laana. Sio wewe na mimi tuliokolewa. Hayo maufa hayo tusitembee nayo sasa hivi. Ndoa zetu lazima ziwe sawa sawa na msingi wa neno la Mungu. Mungu anachotuelekeza ziendeshwe na yeye. Achana yale maisha ya wazazi walivyoishi. Tusiishi hivyo sisi. Amen. Tulikuwa tumtii Mungu. Tulikuwa tuna kweli. Lazima sisi tuingie kwenye msingi kwamba wawili wanaunganishwa na asiwepo hawakuwatenganisha. Unaacha baba na mama mpendwa, acha hao. Sema amen. Hakuna wa kutenganisha na mkeo, hakuna wa kutenganisha na mume wako. Wawili mnakuwa mwili huu. Huwezi kuungana na mama yako kama mwili mmoja. Huwezi kuungana na baba yako kama mwili mmoja. Huwezi kuungana na dada yako. Dada yako anaungana na mume wake kule na yeye. Na mama aliunganika na baba na yeye, walikuwa na wenyewe huko wanajua wao. Wewe umeunganishwa na mwenzio, mwenzi huyo rafiki yako huyo. Baada hata mpaka leo wewe kwamba ni rafiki yako. Sababu kuna na nini? Kuna magogoso humo. Yaondoke leo. Sema amen. Shetani anapanda magogoso, anachukua fahamu, anapanda matakataka. Kwa hiyo tayari unakuta watu hao wanakuwa mmoja huku mmoja kule. Sibabisha. Nani? Mambo yake naye afanye na mimi nitafanya nayeona mimi. Sio kama nayeona kuna sehemu ameunganika. Ametoka kuunganika na mke, ametoka kuunganika na mume, ameunganika sehemu nyingine ambako sio mpango wa nani? Wa Mungu. Kwa turudi, Bwana tusaidie. Semina hii iwe wokovu. Semina hii iwe urejesho. Semina hii iwe uponyaji wa ndoa zetu. Tupone. Tupone turudi. Elewa kwamba huko kote nilikuwa natafutwa na shetani ili nitenganishe ndoa yangu mimi mwenyewe. Elewa kokote huko ilikuwa mbinu za shetani kuniondoa kwenye mpango wa Mungu ambaye ndiye amesema wawili wawe mwili huu. Toka kwenye mambo ya shetani. Amen. Kwa hiyo tunapoenda kuomba